Ni shamra katika uzinduzi ama kuwasha taa katika soko la Kibirizi ambazo zimefadhiliwa na mwenyekiti wa mtaa wa Kibirizi, ambaye yeye anakwenda kuziwasha pamoja na mgeni rasmi ambaye amefika katika eneo hilo, ambaye ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kigoma. Hapa namzungumzia Emmanuel Abuya. Hiki ndicho kilichoendelea. Tukakubaliana pamoja na wananchi wangu kwamba tuweke taa na kwa kila siku tupate tozo ya shilingi 200. Ile 200 tutakokuwa tunaipata eneo hili tukizijumlisha kwa kila siku, kwa wiki, kwa mwezi, ni pesa ambayo inakwenda moja kwa moja kwenye akaunti ya serikali ya mtaa. Pesa hii haiingii mfukoni kwa mwenyekiti. Pesa hii haiendi kwa mtu yeyote. Pesa hii hairudishi gharama ya taa hizi nilizoziweka. Nimejitolea kiuzalendo. Sihitaji mia hata moja. Kwa jina naitwa Adela Mauridi. Yaani mimi namshukuru PDY tena mara mia kwa maana ametutoa parefu. Tulikuwa mbali, tulikuwa nauza mjiza, lakini Mungu ametusaidia, ametuwekea mataa. Tunauza hadi saa 5 ya usiku. Baba Mungu ambariki sana na mzidishie. Kwa jina naitwa Najiati Emini. Tunamshukuru mwenyekiti wetu wa mtaa kutuwekea mataa. Tulikuwa tunauza kutumia taa 500. Sasa hivi tunauza kutumia taa 200. Tunamshukuru sana kutuwekea mwanga wa mataa. Labda ni changamoto zipi tofauti na kutumia na gharama hizo ambazo mlikuwa mnazitumia? Changamoto kama jua alikuwaka, tulikuwa tupati mataa, tunauzia mgiza. Kuna kipindi tunaenda kuchukua mataa, tunakutana mataa hamna, tunahangaika, tunakuwa tunapata shida. Lakini mwenyekiti tunamshukuru sana kufanyia. Labda uwepo wa mataa itasaidia kuongeza mauzo sana tu. Itasaidia kuchangamsha soko. Watu wataongezeka kupata mataa, watatuma watoto, watapendeza zaidi. Naitwa Mrisho Miss Mwamba, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kibirizi. Chama anatokea chama cha CCM, chama tawala, chama pendwa, chama rafiki kwa wananchi kwa ujumla. Kiukweli kwanza siku ya leo ni siku ya history katika mtaa wangu wa Kibirizi. Pia kiujumla mtaa wangu wa Kibirizi leo hii kijiography naangalia imependeza, na pia hata kimaendeleo. Wazazi wangu walikuwa kufanya kazi jioni, walikuwa wanafanya giza, wanauza mauzo mpaka saa 1 wanakuwa wamefunga. Lakini mpaka sasa hivi kufikia leo hii hapa wanaenda mpaka saa 4. Kwa hiyo kiuchumi na kimapato tumeongezeka sana kwa sasa hivi. Awali walikuwa kiuza 7,000, leo wanaenda kuuza 14,000. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha kubwa kupitia kwa wazazi wangu, familia yangu. Kwa hiyo najisikia faraja kubwa sana. Sawa, kulikuwa kuna matukio yote ya kihalifu ambayo pia nayo yamekusukuma kufanya hivi? Hakuna matukio ya kihalifu yote kwa sababu jambo hilo tushamaliza kitambo. Yangu naitwa Emmanuel Zakaria Abuya, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma. Kwanza nichukue fursa hii kukishukuru Chama cha Mapinduzi, lakini tumshukuru kijana mwenzetu ambaye tulimtanguliza mbele kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Anafanya kazi nzuri sana na ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengine. Na hizi ndio kazi ambazo zinakifanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kupendwa na Watanzania walio wengi, hususan watu wa kata ya Kibirizi na huu mtaa tuliopo wa Kibirizi. Kwa nimshukuru mwenyekiti, ameahidi wakati wa kampeni, lakini vile vile baada ya kupata ridhaa amehakikisha kwamba anatimiza ahadi ambayo alikuwa amewaahidi wananchi wa mtaa wa Kibirizi. Shika muda. Haya tukatulia. Inspekta Msafiri Ponera, yeye ni polisi kata ya Kibirizi, amekuwa katika hafla hiyo. Alikuwa na ujumbe huu. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa haki na huru. Wajibu wa kupiga kura ni wajibu wa kikatiba.
kila mtu aliyetimiza umri wa miaka 18 na kuendelea ana wajibu wa kufanyaje? Piga kula kistaarabu. Piga kula, nenda nyumbani. Kuna maisha baada ya nini? Uchaguzi. Kwa hiyo tutegemei vurugu zifanyaje? Zitokee. Lakini la pili, natumia platform hii kuzungumzia swala zima la ulinzi na usalama. Swala zima la ulawiti na kubaka. Yaani ubakaji wa watoto kwa watoto, wakubwa kwa wakubwa. Kwa hiyo kimsingi hivi vitendo vyote vinatakiwa kufanyaje? Pigwe marufuku. Sio mimi kwa uwezo wangu, lakini kwa kushirikiana na wananchi ili swala tunaweza kufanyaje? Tunaweza kulimaliza. La mwisho, nahitaji sana ushirikiano katika swala zima la ulinzi kata ya wapi? Kata ya Kibirizi. Mtazamaji wa Tony TV, huu ni usiku kama mchana. Wananchi ama wafanya biashara wa Kibirizi hasa katika soko hili wamepata mwanga wa kuwawezesha kufanya biashara nyakati za usiku. Umesikiliza wakizungumzia kuhusiana na changamoto ambazo wamekuwa wakikutana nazo, hasa kutumia gharama kubwa kununua tochi, kuweka mataa ya kwao wenyewe, lakini kupitia ufadhili wa mwenyekiti wao wamekuwa na uhakika wa kufanya biashara zao bila kuwa na bugudha ama kuwa na changamoto yoyote ile. Hii ni Tony TV, nami ni Anthony Stefano. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment.